Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Leo ni tarehe ya 8 ya mwezi Desemba. Kanisa leo linafanya sherehe ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Bikira Maria ni nani? Bikira Maria ni mama wa Mungu, ni mama wa kanisa, ni mama mwenye usafi wa moyo, ni mama mwenye kujaa neema na ni mwombezi wa neema kwa wanadamu. Tunapata habari za mama yetu Bikira Maria kutoka katika vyanzo vikubwa vitatu. Chanzo cha kwanza ni maandiko matakatifu, chanzo cha pili ni mapokeo ya kanisa, na chanzo cha tatu ni mafundisho funzi ya kanisa. Tukianza na chanzo cha kwanza ambacho ni maandiko matakatifu, na tukianza upande wa Agano la Kale. Agano la Kale halijamtaja mama yetu Bikira Maria moja kwa moja, bali limemtaja katika namna au mitindo mbalimbali yenye kumrejelea mama yetu Bikira Maria, na zaidi ya yote Agano la Kale limemtaja mama yetu Bikira Maria katika hali ya kiunabii. Kwa hiyo yako majina mbalimbali na ziko sifa mbalimbali zilizotajwa katika Agano la Kale ambazo zimemrejelea mama yetu Bikira Maria, zikitoa unabii juu ya mama huyu Bikira Maria. Na jina la kwanza au mtindo wa kwanza anaotajwa mama yetu Bikira Maria, anatajwa kwa sifa kama mwanamke. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15. Lakini vile vile anatajwa kama bikira ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya ya 14. Lakini vile vile Bikira Maria anatajwa kama hekima ya Mungu, kitabu cha hekima ya Suleimani sura ya 7 aya ya 24. Vile vile anatajwa kama binti Sayuni, kitabu cha nabii Isaya sura ya 66 aya ya 7 mpaka aya ya 14. Anatajwa kama mama Sayuni, kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Agano Jipya lenyewe liko wazi kabisa, limemtaja mama yetu Bikira Maria mara kadhaa, likimhusianisha na safari ya ukombozi wa mwanadamu, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, pamoja na kushiriki katika safari hiyo ya kuwaletea wanadamu ukombozi. Na mapokeo ya kanisa, tunafahamu ya kwamba kipindi cha kanisa la kwanza, mwanzoni kabisa mwa kanisa, hakukuwa na ibada za kuwaheshimu watakatifu mbalimbali. Ibada hizi zilikuja baadaye, baada ya maendeleo ya kiroho ya kanisa la kwanza, lakini hapo awali hazikuwepo ibada za kuheshimu watakatifu. Hivyo hali kadhalika hakukuwa kuna ibada yoyote ya kumheshimu mama yetu Bikira Maria. Lakini mama yetu Bikira Maria aliheshimika zaidi katika upande wa teolojia, na walimfananisha na kumlinganisha na Eva, kama jinsi ambavyo Eva alikuwa ni mama wa wanadamu wote, lakini mama yetu Bikira Maria anapata heshima ya juu zaidi kwa sababu yeye amekuwa si mama tu peke yake wa mkombozi, lakini ni mama wa wote ambao waliokombolewa na mwanaye. Kwa hiyo mchango wa Bikira Maria katika safari ya ukombozi wa mwanadamu ndio ambao uliosisitizwa na kupewa heshima ya juu katika kanisa la mwanzo, lakini hakukuwepo ibada yoyote katika kumpa heshima mama yetu Bikira Maria. Yeye mama yetu Bikira Maria aliheshimika zaidi katika upande wa teolojia ya kanisa, upande wa mafundisho msingi ya kanisa, hususani katika namna ambavyo amechangia katika safari ya ukombozi wa mwanadamu. Na baba wa kanisa Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, ambaye inasadikika ya kwamba alizaliwa katika mwaka wa 110, yeye katika kumzungumzia mama yetu Bikira Maria, yeye alizungumzia hususani upande wa ubikira wa huyu mama, akihimiza ya kwamba mama huyu kabla, wakati na baada ya kumzaa Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ni bikira, akabaki bikira na aliendelea kuwa bikira. Mtakatifu Justini Mfiadini, ambaye inasadikika ya kwamba alizaliwa mwaka wa 165, yeye katika kutoa mafundisho yake msingi yanayomhusu mama yetu Bikira Maria, yeye alimlinganisha mama yetu Bikira Maria pamoja na Eva, sema ya kwamba Eva amekuwa ni sababu ya anguko la wanadamu katika dhambi, lakini mama yetu Bikira Maria ambaye ni Eva mpya,
Eva wa pili amekuwa ni sababu ya wanadamu kupata wokovu. Kwa hiyo Eva huyu wa pili anamsisitiza na kumwonyesha kwamba ni bora zaidi kuliko Eva yule wa kwanza. Eva wa kwanza alileta dhambi, ameleta maangamizi kwa wanadamu, lakini Eva huyu wa pili yeye ameleta ukombozi kwa wanadamu. Na Mtakatifu Ireneo, askofu wa Lioni, ambaye inasadikika alizaliwa mwaka wa 202, yeye aliandika vitabu viwili ambavyo ndani yake vimebeba mafundisho yanayomuhusu mama yetu Bikira Maria. Kitabu cha kwanza ni kitabu alichokiandika kupinga mafundisho ya upotofu, mafundisho ya kizushi ambacho kinachojulikana kama Adversus Elesius, na kitabu cha pili ni Demonstratio Apostolicae Predicationes, na alisema ya kwamba Bikira Maria ni Eva mnyenyekevu, akirejea maneno ya mama yetu Bikira Maria yanayoonyesha ya kwamba mama huyu alikuwa na moyo wa unyenyekevu, akisema, tazama, mimi ni mtumishi wa Bwana, na unitendewe kama ulivyonena. Kwa hiyo unyenyekevu huu wa mama yetu Bikira Maria ndio ambao umeleta matokeo chanya kwetu sisi, na kupitia unyenyekevu huu sasa ndiyo anamzaa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Mwokozi na ni mkombozi wa ulimwengu wote. Ni tofauti na kiburi cha Eva ambacho matokeo yake kilizaa dhambi, lakini unyenyekevu wa huyu mama Bikira Maria ndio huo sasa ambao umeleta ukombozi wa wanadamu. Na Origen wa Alexandria, ambaye inasadikika ya kwamba alizaliwa mwaka wa 185 na akaishi mpaka mwaka wa 253, yeye mchango wake mkubwa katika kupanua teolojia hii ya mama yetu Bikira Maria, yeye ndo aliyekuwa mtu wa kwanza kumpa hadhi au jina mama yetu Bikira Maria la Theotokos, yaani mama wa Mungu. Na kuanzia hapo sasa ikawa ni chimbuko sasa la mafundisho mbalimbali ya kiteolojia ambayo yanayompa Bikira Maria hadhi ya kuwa ni mama wa Mungu. Kwa hiyo leo, ndugu zangu wapendwa, tunamtafakari juu ya huyu mama ambaye tumekwisha kumwelezea, mama wa Mungu, mama wa kanisa, mama mwenye usafi wa moyo, mama wa neema, lakini vile vile ni mama mwombezi wa neema kwa wanadamu. Katika sherehe hii ya leo tunatafakari kipande au kipengele kimoja kwamba mama huyu ni mkingiwa wa dhambi ya asili. Lakini tunafahamu ya kwamba katika kalenda ya kiliturujia ya kanisa ziko siku mbalimbali zilizowekwa katika kalenda hiyo kwa ajili ya kumheshimu mama yetu Bikira Maria katika maadhimisho ya ibada za misa takatifu. Ziko sikukuu, ziko sherehe, lakini ziko vile vile kumbukumbu za hiari pamoja na zile za lazima. Katika kumbukumbu za lazima za mama yetu Bikira Maria, kumbukumbu ya kwanza ya lazima ni mama yetu Bikira Maria ni mama yetu, na kumbukumbu hii ni ya tarehe 22 ya mwezi Agosti ya kila mwaka. Lakini vile vile tunamkumbuka Bikira Maria mama yetu wa mateso kila tarehe 15 ya mwezi Septemba. Tunamkumbuka Bikira Maria wa Rozari Takatifu kila tarehe 7 ya mwezi Oktoba, na tunakumbuka kutolewa hekaluni kwa Bikira Maria mwenye heri kila tarehe 21 ya mwezi Novemba ya kila mwaka. Lakini vile vile ziko sikukuu mbalimbali za Bikira Maria katika kalenda ya liturujia ya kanisa. Ziko sikukuu ya kupashwa habari kila tarehe 25 ya mwezi Machi. Kuna sikukuu ya kumtembelea Elizabeti kila tarehe 31 ya mwezi Mei, na sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria kila tarehe 8 ya mwezi Septemba ya kila mwaka. Vile vile na ziko sherehe za Bikira Maria. Kwa mfano, Bikira Maria mama wa Mungu kila tarehe ya kwanza ya mwezi Januari ya kila mwaka. Kuna sherehe ya kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria tarehe ya 15 ya mwezi Agosti ya kila mwaka. Kuna sherehe ya mkingiwa wa dhambi ya asili kila tarehe ya 8 ya mwezi Desemba ya kila mwaka, na sherehe hii sasa ya Bikira Maria mkingiwa wa dhambi ya asili ndio ambayo kwa namna pekee leo kanisa linaadhimisha. Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba fundisho la Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili ni fundisho ambalo limefunuliwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutafakari umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Sherehe hii ilianza mnamo karne ya 18 katika kanisa, lakini ilitangazwa rasmi tarehe ya 8 ya mwezi Desemba ya mwaka 1854 na Papa Pius wa 9 katika barua yake ijulikanayo In Fabris Deus. Katika barua hii Baba Mtakatifu anasema ya kwamba, ningependa ninukuu: Bikira Maria alikingiwa na kuepushwa kabisa na dhambi ya asili mara alipotungwa mimba, kwa sababu alifadhiliwa na kupendelewa kabisa na Mungu Mwenyezi, yeye peke yake, kwa ajili ya mastahili ya Yesu aliye mkombozi wa watu. Basi tunatangaza kwamba mafundisho hayo yamefunuliwa na Mungu mwenyewe. Mwisho wa kunukuu. Katika barua hii ya In Fabris Deus iliyotoka tarehe ya 8 ya mwezi Desemba ya mwaka 1854 ndiyo ambayo iliyotangaza fundisho hili ya kwamba Bikira Maria ni mkingiwa wa dhambi ya asili tangu kutungwa mimba tumboni kwa mama yake. Na Bikira Maria alikingiwa dhambi ya asili sasa ili aandaliwe kwa ajili ya kumzaa mkombozi. Kama yeye mwenyewe ambavyo asipokuwa na dhambi ya asili, ndivyo ambavyo atakavyomzaa mkombozi asiyekuwa na dhambi hiyo ya asili. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha, ni siku ya sherehe kwa kanisa zima, tunavyomtafakari na kumheshimu mama yetu Bikira Maria kama mkingiwa wa dhambi ya asili. Mama huyu ana mchango mkubwa sana kwetu sisi katika maisha yetu ya kiroho. Jambo la kwanza, kutoka katika fadhila yake ya unyenyekevu, fadhila yake ya utii, tunajifunza kumheshimu Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Lakini zaidi ya yote, mama huyu ni mwombezi kwetu sisi wanadamu, hususani katika mambo yote ambayo tunaweza tukadhani ya kwamba katika hali ya kawaida ya kibinadamu ni magumu, yasiyowezekana na yanayoshindikana. Tumwombe mama yetu Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili aweze kutuombea. Nawatakie sherehe njema na tafakari njema siku ya leo. Muwe na wakati mwema.